Hatimaye Ummy Mwalimu ameteuliwa kuwa mshauri wa rais. Hii imekaaje bwana? Wakati Rais Samia akiwa amepanda ndege kuelekea Urusi, ambapo huko tumeambiwa kwamba kutakuwa na mkutano, wanajadili wenyewe baadhi ya vitu, basi huku ameacha gumzo kubwa kupitia official page ya Ikulu mawasiliano. Waliweza kuchapisha barua ambayo Rais Samia amemteua Ummy Mwalimu. So na inukuu hii barua kama ilivyo. Waliandika Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais, Dar es Salaam, Juni 2 mwaka 2026. Uteuzi: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa mshauri wa rais. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Mpogole Kasiluka, Bi Ummy Ali Mwalimu ameteuliwa kuwa mshauri wa rais wa masuala ya afya, uzazi, mama na mtoto. Mwisho wa kunukuu. Umeelewa? Lakini Ummy Mwalimu kateuliwa katika wadhifa huo. Sasa Ummy Mwalimu ili kuaje hapa katikati akawa amepotea? Hizi ni story ambazo wengi hatuzijui. Labda tulikuwa tunazijua kiuchache tu, lakini hatuzijui. Lakini kuna taarifa hapa katikati ilitokea kwamba Ummy Mwalimu bwana alimsema vibaya Rais Samia, na kuna kipindi kukazuka story kwamba Ummy Mwalimu alitaka akimbie nchi, kwa hiyo akakamatwa mpakani. Na Ummy Mwalimu aligombea ubunge huko kwa Tanga na akashinda kwa kula nyingi sana, lakini cha ajabu alienda kukatwa jina na akateuliwa mtu ambaye kashinda kwa kula chache. Yani yeye Ummy mwenye kula nyingi akapigwa chini, afa akateuliwa mtu ambaye mwenye kula 80 tu. Kitendo kile kilibua gumzo kubwa. Tukizungumzia gumzo, basi tunamaanisha gumzo kweli, lakini watu wa Tanga waliandamana kweli. Kwa nini? Hatua hiyo ilipelekea Ummy Mwalimu kuibuka na kuwaomba wananchi waache hayo mambo, kwani ni vitu tu vya mpito. Sasa kala shavu nene kwa kuteuliwa kuwa mshauri wa rais katika masuala hayo ya watoto hivi na vile. So Ummy Mwalimu ni nani? Kwanza, Ummy Mwalimu ni mwanasiasa wa Tanzania ambaye anajulikana sana kwa kushika nyadhifa mbalimbali serikalini, hasa katika sekta ya afya na sheria. Ndio maana rais kamteua katika swala la afya. The way watu wamemjua Ummy Mwalimu kupitia kipindi cha corona, kile ambacho Magufuli alimpa kama waziri wa afya, na alifanya poa sana huyu mama, so uongo. Sasa historia fupi Ummy Mwalimu bwana. Ummy Mwalimu alizaliwa Tanzania na alisoma hadi ngazi ya juu ya elimu, akipata stashahada ya sheria kabla ya kuingia kwenye siasa za kimataifa. Alifanya kazi kama mwanasheria na baadaye akaingia kwenye utumishi wa umma. Safari yake ya kisiasa, Ummy Mwalimu amewahi kushika wadhifa mbalimbali muhimu serikalini, ikiwemo naibu waziri wa katiba ya sheria, waziri wa maendeleo jamii, jinsia, watoto na wazee na watoto, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na watoto, lakini pia waziri wa afya. Katika nafasi ya waziri wa afya alihusika na masuala ya sera za afya, hospitali pamoja na changamoto za afya ya umma nchini Tanzania. Sifa na mchango wake: anajulikana kama mmoja wa wanawake waliopata nafasi kubwa ndani ya serikali ya Tanzania. Amehusika kwenye mageuzi ya huduma za afya na sera za kijamii. Ni miongoni mwa wanawake walioweka historia katika siasa za Tanzania. Sasa huyo ndio Ummy Mwalimu ambaye watu walisema bwana ndo basi tena mama hawezi akamteua kwa sababu anaonekana anapingana hivi na vile, alimsema vibaya, ndio mpaka sauti zilivuja. Lakini ndio hivyo, Kalashavu kateuliwa kuwa mshauri wa rais. Una nini cha kusema? Tukumbuke Ummy Mwalimu anaenda kuungana na kina Angela Kiziga ambaye naye aliteuliwa kuwa mshauri wa rais. Okay, drop comment. Bye bye.